bwana wekundu wa Msimbazi Simba kama ambavyo tumesema bado Bunde yuko pale. Anaunguruma. Yaani ukiona upande mmoja una furaha, ujue upande wa pili huwa mambo yanakwenda. Kwa hiyo Bundi bado yuko pale na malalamiko yameendelea kuwa mengi sana kwenda kwa mwenyekiti wa klabu ya Simba kwa maana ya Murtaza Mangungu. Hawachoki tu. Na Tuno kwa hivi sasa. Ndio. Yaani ukiacha tu baadhi ya viongozi walivyogawanyika, huo mgawanyiko umeshuka mpaka chini kwa wanachama. Kuna makundi haya matatu, sio mawili tena. Matatu. Kuna ambao wako neutral. Hawajui wakae wapi. Yaani wao, yaani wale bendera pata upepo. Hao neutral. Alafu kuna hao ambao wako upande wa Mangungu. Alafu kuna hao ambao wapo upande wa mwekezaji. Sawa. Tena tuwasikilize baadhi ya wanachama. Kabisa. Tuanze na Justin Venance, yeye ni shabiki wa Simba. Anasemaje kuhusiana na hili la wao kupoteza ubingwa na yote ambayo yanaendelea mpaka hivi sasa? Mimi naitwa Justin Venance Paulo, napatikana kwenye tawi la Mvura. Mtazamo wangu kuhusu mwenyekiti kweli ametukosea mengi kutokana na nini, kwamba ndani ya miaka yake tumefeli, kusema ule kweli. Tumefeli na hilo halina ubishi, kila mtu anajua. Lakini cha kushangaza, mwenyekiti wetu huyu amekuwa ni mtu ambaye asilimia kubwa anagawa na nini, kwamba yeye ana watu wake ambao kawaandaa kama wenye viti wa matawi wilaya kwa ajili ya wao, kwamba ujumbe wao yeye anawapa wao, na wale wakikusikia wewe unazungumza basi wanakuwa wanakuja juu. Kwa nini wewe uzungumze? Tunashangaa kwa sababu klabu kama ya Simba ndio muda wake wa kutoa maoni yake, na klabu ya Simba na Mangungu ukimwangalia vizuri angelikuwa ni kiongozi bora baada ya kufeli kwa miaka yake yote minne. Angetuitishia mkutano wa wanachama ili twende tukazungumze, kwa sababu ndani ya Simba kuna sitofahamu nyingi kusema ule kweli. Hususan kwa upande wao wa hao Mangungu, yeye anasema tajiri mara tu pesa, tajiri mara yuko hivi, tajiri mara na si hao tu, mpaka kiwepo viongozi baadhi ambao wanajifanya wao ni viongozi wa katiba akiwemo. Mimi nachoweza kusema Mangungu kama angekuwa kiongozi bora kwa kipindi hicho ambacho amefeli, inabidi tuitishie mkutano wa wanachama. Ili yale nayo yaona kwamba anakingana ambayo wanachama wanashintofahamu nyingi, tukajadili kwenye mkutano, tukazungumza kwenye mkutano, aseme 1 2 3. Lakini yeye anazungumzia huko kwa wanachama. Simba ina wanachama wengi. Simba sio viongozi tu wa matawi ambao wako upande wao. Kwa mfano ukiondoa hili la mkutano mkuu ambalo yeye hajalifanya, kuna kitu gani ambacho nadhani mwenyekiti wenu hajafanya imechangia nyie kukosa ubingwa na kutoshindana ndani ya miaka 4 dhidi ya Yanga, yeye kama yeye, au unaona ni swala la timu nzima? Kwanza swala kama yeye kumekuwa na migogoro mingi ni migogoro tofauti. Na hii migogoro haijaanza leo. Kila tunapotaka kuanza msimu kuna kuwa na migogoro. Kila tunapomaliza msimu kuna kuwa na migogoro. Kwanza msimu kuifanya Simba iwe moja. Yeye kama mwenyekiti wa klabu ameshindwa kuifanya Simba iwe moja. Alafu pili, ndani ya kipindi chake tumekosa kila kitu. Hili la Mangungu kweli au ni la bodi ya kurugenzi wa klabu yote? Kwanza sisi tunamwangalia yeye kama yeye ambaye sisi ndio upande wetu, huyo ndio upande wetu sisi. Sasa kama kuna tatizo ambalo liko na yeye tunamwambia yeye. Sasa tusikiliza moja kwa moja kule. Sisi tunamwangalia yeye tuliyemchagua. Yeye ndio anatakiwa tuambie jamani, wanashinda kuna 1 2 3. Haya ndio makosa yake yeye. Hai, huyu ni Justin Venance, yeye ni shabiki na mwanachama wa Simba. Lakini pia tunaye Agi Simba, yeye pia ni mwanachama wa Simba. Anasemaje bwana kuhusiana na haya yanayoendelea? Mangungu anakosolewa kwa sababu yeye ni kiongozi wa wanachama wa Simba. Yeye ni kiongozi anayehusika na wanachama. Ndio maana anakosolewa. Ndio maana anapata challenge nyingi sana. Na kwa haya yanayotokea na yanayoendelea, wanachama hawana mahali pa kwenda kukimbilia au pa kulalamikia. Lazima watamlalamikia yeye kwa sababu yeye anahusika na sisi. Kuna kitu gani ambacho nadhani Mangungu angeweza kukizungumza kwa niaba ya wanachama na labda kingeleta mabadiliko kwenye misimu hii ya Simba? Kutokana
na matokeo yanavyokuwa yanatokea ya klabu yetu kwa misimu hii minne ambayo pia na yeye amekuwa madarakani, alipaswa kufanya kitu ambacho ni sahihi. Kwa mfano tunafungwa na Mtani mara 5 mfululizo, yeye akiwa ni mwenyekiti wetu, na hiki kitu hakijai kutokea tangu Simba inazaliwa mpaka leo. Yani yeye ndio mwenyekiti wa kwanza ambaye anafungwa mara kibao. Inawezekana kuna challenge ambazo zinatokea, inawezekana hana makosa, inawezekana kuna mapungufu ambayo yapo kwenye mfumo wetu, inawezekana labda kuna tatizo ambalo liko huko linamzuia yeye kufanya vizuri, lakini yeye amekaa kimya. Yeye anapaswa kuwajibika kwa wanachama, yeye pamoja na wajumbe wenzake wa bodi ya kurugenzi ambao wanahusika na wanachama. Wao wanapaswa kuwajibika kwa wanachama. Kama kuna tatizo au kuna issue yoyote ile ambayo wanakutana nayo, walipaswa kuwajibika kwa wanachama na kusema kwa wanachama, na si kufanya vitu kwa siri au si kukaa kimya. Maana yeye akiendelea kukaa kimya, anafanya sisi tuamini kwamba anakumbatia haya mabaya ambayo yanaendelea, anakumbatia hayo ambayo yanatokea. Kocha Tige na Lukinja, umefuatilia haya ya mashabiki kwa muda mrefu kwenda kwa Simba. Wana hoja sehemu ipi ambao unahisi kabisa hii ni hoja ya msingi ambayo wanachama wanapaswa kuipata kwa sababu ni haki yao? Yes, kwenye feedback ni haki yao. Tuna jambo tunaliendea kwa pamoja, tumefeli. Rejea kutoa mrejesho kwamba tumefeli kwa sababu hizi na hizi, mpango mkakati mpya ni upi. Sasa kwenye ile sakata tangu Mzee Mangungu ameingia kwenye madaraka, ni mtu ambaye hajafanikiwa kwenye nafasi ya trophies kwa maana ya ubingwa. Lakini mwaka unakwenda lazima watatia shaka juu yake. Sasa basi imemalizika msimu. Kikao kama katiba inakuruhusu, kikao cha wanachama au mkutano na wanachama, unawapa feedback ya official kwamba bwana tumeendea hivi lakini haijawa kwetu upande huu. Tuna mpango huu na huu, tuendee mwakani. Ndio anacholalamika, kutaka kupata feedback ya kutoka kwa kiongozi wao. Na kiongozi huwezi kukwepa kwa sababu wewe ndio jalala. Baya na zuri linakuhusu wewe. Kwa hiyo hapa unaona kama kuna matatizo ambayo wanayaona kupitia kiongozi wao, lakini anaweza pia yakasovika. Kusolve haya ni pia kupambana kwenye mafanikio. Ndio maana hakuna timu duniani isiyo na ugogoro, lakini ugogoro unaweza ukamalizwa na mafanikio. EFM, Nembo ya Taifa.